Usiku ulikuwa umeingia. Mvua ndogo ilinyesha juu ya paa la mabati katika chumba kidogo cha kupanga, huku Zena akiwa amekaa pembeni ya godoro akimshikilia mtoto wake aliyekuwa akiwaka homa. Mezani kulikuwa na chupa tupu ya dawa, bili ya maji kukatwa na karatasi ya madai ya kodi. Simu yake ilikuwa mkononi. Zena alitazama namba 1 kwa muda mrefu. Ibra alikuwa ni rafiki wa Salim, baba wa mtoto wake. Salim alikuwa amemzuia Zena kwenye kila namba: WhatsApp, simu, hata Facebook na mitandao yote ya kijamii. Zena alijaribu tena kumpigia Ibra ili amfikishie ujumbe. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Akapiga simu, ikaita. Krrr, 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 krrr. Simu ikapokelewa. Sauti ya mwanaume ikasikika upande wa pili. Hello. Hello. Zena akafumba macho kwa uchovu. Ibra, tafadhali usikate simu. Najua umeniona kero siku hizi. Nakuomba leo tu unisikilize hata dakika 2 tu. Upande wa pili wa simu ulikuwa kimya. Zena akaendelea bila kusubiri jibu. Naomba mpatie Salimu ujumbe. Mwambie amenibloku. Hata kama hataki kuongea na mimi, apokee simu yangu leo. Mtoto wake anaumwa, Ibra. Bado upande wa pili kulikuwa kimya. Kodi imeisha, chakula kimeisha, umeme umekatika, umeisha, maji yamekatwa, nina deni hadi kwa mama ntilie, nina deni la duka la dawa, na imagine hospitali wamesema mtoto kesho anatakiwa kurudi. Zena kapaza kidogo sauti. Mwambie Salimu asiwe na huruma na mimi, sawa, lakini amhurumie mwanae. Mimi nimezoea kulala njaa, lakini siwezi kumzoesha mtoto wangu. Mwanaume upande wa pili akavuta pumzi. Samani, umeniita nani? Zena akanyamaza. Si Ibra. Hapana. Zena akatazama tena simu. Akatazama namba, akaganda. Amekosea namba. Uso wake ukabadilika. Akamwambia, Samani, nimekosea namba. Akataka kukata simu. Sauti ya upande wa pili ikajibu, subiri. Zena akasimama alipokuwa amekaa. Sauti ikasema, usikate. Zena akajibu, samahani, nimekosea namba. Sikujua, nilikuwa nataka kumpigia rafiki wa baba wa mtoto wangu. Sauti ikajibu, na mtoto anaumwa. Zena akakaa tena. Ndiyo, lakini hayo ni matatizo yangu, samahani kwa kusumbua. Sauti kwenye simu ikajibu, jina lako nani? Kwa nini? Kwa sababu nataka kumjua jina la mtu ambaye amekosea namba, lakini amenifanya nikose usingizi. Zena hakujibu. Sauti ikaendelea, jina langu ni Danson. Zena hakulijua hilo jina, lakini Danson alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa Befit Corporation, moja kati ya makampuni makubwa zaidi Tanzania. Na kwa usiku huo Danson hakujua kwamba simu iliyokosewa ilikuwa inaanzisha vita ambavyo vingebadilisha maisha ya watu watatu. Asubuhi iliyofuata Zena aliamka akakuta ujumbe kwenye simu yake. Habari Zena, ni Danson. Tafadhali nijibu, sitaki chochote kibaya. Zena akafuta ujumbe. Baada ya dakika chache ukaingia mwingine. Nimepata taarifa ya hospitali inayomhudumia mtoto wako. Naomba unitumie jina lake. Zena akakasirika. Akapiga simu.
wewe ni nani hasa? Danson akajibu, ni mtu aliyekosea namba. Unanifuatilia? Danson, hapana. Uliniambia mwenyewe unaishi karibu na soko, ukasema jina la hospitali kabla hujagundua kwamba umekosea namba. Zena akakumbuka, akastuka. Okay, sihitaji msaada wako. Lakini mtoto wako anahitaji matibabu, si ndio? Huwezi kuninunua kwa matatizo yangu wewe. Danson akanyamaza kidogo, kisha akasema, na wewe huwezi kumlipia mtoto wako kwa daktari kwa pride na kiburi chako. Baada ya hapo akakata simu. Maneno yale yakamchoma Zena, lakini yakawa ni kweli. Saa 2 baadaye hospitali ilimpigia simu Zena. Upande wa pili wa simu alikuwa ni muuguzi. Muuguzi akasema, mama, kuna mtu amelipia bili yako yote ya mtoto. Zena akasimama ghafla. Nani? Muuguzi akajibu, akataja jina Danson. Zena akakasirika, akamkata simu, akampigia Danson. Kwa nini umefanya hivyo? Kwa sababu jana usiku ulilia sana. Zena akamwambia, na wewe ukaona unanijua, si ndio? Hapana, lakini najua sauti ya mtu ambaye amechoka kupambana peke yake. Zena akakaa kimya. Danson, Zena, msaada wangu una masharti. Zena akakunja uso, akamuuliza, masharti gani? Tafadhali usimwambie mtoto wako kwamba maisha yamemshinda mama yake. Zena kahisi machozi yakimjaa machoni. Siku chache baadaye, Danson alimwalika Zena kwenye ofisi za Benefit. Zena alifika akiwa na hofu. Alidhani labda ni mtu tajiri anayependa kujifanya mwokozi. Danson akamkuta amesimama karibu na mapokezi. Danson akamuuliza, wewe ndio Zena? Ndiyo. Nilitegemea mtu mfupi. Na mimi nilitegemea mtu mwenye akili zaidi. Danson akacheka. Mara ya kwanza Zena akatabasamu. Danson hakumpa pesa, badala yake akamuuliza, umesomea nini? Zena akamwangalia. Kwa nini? Kwa sababu nimegundua jambo moja. Watu wanaopambana sana na maisha mara nyingi huwa na uzoefu mkubwa ambao haujapewa nafasi. Zena akamwangalia, akamwambia alikuwa amesoma masuala ya fedha na uhasibu. Alikuwa akifanya kazi kwenye NGO iitwayo Grabi Foundation chini ya mkurugenzi wake Salim. Danson akashangaa. Uliacha kazi? Uso wa Zena ukabadilika. Hapana, basi tu nilifukuzwa. Kwa kosa gani? Zena akatazama chini, kisha akasema, kwa kubeba mimba. Danson akakaa kimya. Ya Salim. Zena kainua macho, machozi akamtoka. Alikuwa bosi wangu, aliahidi kunioa. Alisema ananipenda, alisema nitakuwa sehemu ya maisha yake. Akatabasamu kwa uchungu. Kumbe nilikuwa ni sehemu ya muda wake wa starehe. Danson hakusema neno. Siku alipojua na mimba, alinipa barua ya kunifukuza kazi. Akaniambia NGO haiwezi kuwa na wafanyakazi
wanaoharibu maadili ya taasisi. Danson akakunja ngumi. Zena akaendelea, nilimuuliza, na hii mimba imetungwa na maadili ya nani? Danson akainamisha kichwa. Baadaye akaanza kunitumia pesa kidogo kidogo kwa siri ikiwa nyumbani, lakini baada ya mtoto kuzaliwa akabadilika, akanizuia kila mahali, akaniblock mpaka sasa hivi. Danson akasema taratibu, nenda nyumbani, kesho njoo tena. Kwa nini? Kwa ajili ya interview. Unanionea huruma, si ndio? Umeona mimi ni wakuonea huruma, si ndio? Hapana. Basi kwa nini? Danson akamwangalia moja kwa moja. Kwa sababu mtu alifukuzwa kazi akiwa na mimba, halafu bado akaweza kusimama na kuongea na mimi hivi, ana kitu ndani yake. Zena akaajiriwa Benefit Corporation, lakini hakupata kazi kwa sababu tu ya huruma. Alianza kama afisa wa kawaida wa fedha, ngazi ya chini kabisa ofisini, na ndani ya miezi michache akaanza kushangaza kila mtu. Aligundua upotevu wa fedha ambao ulikuwa umepita bila kuonekana kwa miaka. Akazuia malipo yenye dosari, akafichua mtandao wa watu waliokuwa wakitumia kampuni vibaya. Meneja mmoja akamwambia, Zena, huku Benefit watu wengi hutumia miaka 5 kujulikana. Zena akajibu, mimi sina miaka 5 ya kusubiri, mtoto wangu anakuwa. Kutokana na juhudi zake akapandishwa cheo, kisha cheo kingine na kingine. Watu wakaanza kunong'ona, Danson anampendelea. Lakini kila aliyewahi kujaribu kumpima Zena kazini alijuta, kwa sababu Zena alikuwa na uwezo na Danson hakuwahi kumpa cheo ambacho hakukistahili. Miaka ikapita. Zena akawa mkuu wa kitengo cha fedha cha Benefit Corporation. Lakini wakati huo huo, mahali pengine, Grabby Foundation ilikuwa inanawiri, na Salim alikuwa akiishi maisha yake ya starehe. Gari jipya, safari huku na kule, starehe kila viwanja, wanawake watakao, pesa nyingi. Hakujua kwamba sehemu kubwa ya fedha zilizokuwa zinaifanya NGO yake iendelee kuishi zilikuwa zikitokana na ushirikiano mkubwa wa kampuni moja ya Benefit Corporation.